Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumatatu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 12 aya ya 38 hadi ya 42. Nitaisoma injili. Baadhi ya waandishi wa Mafarisayo walimjibu Yesu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wakosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 inazungumza habari ya taifa la wana wa Israeli ambao baada ya Mwenyezi Mungu kuwaua wazaliwa wa kwanza kule Misri, akawaongoza waende katika nchi yao, nchi ambayo Ibrahimu, Isaka na Yakobo walifanya maagano kwa Mwenyezi Mungu, na anawaongoza wapite katika njia ya jangwa, tofauti na njia ile ambao walikuwa wameizoea. Walipokuwa wakiwa njiani kuelekea huko katika nchi ya Kanani, ndipo moyo wa Farao ukawa mgumu kwa wana wa Israeli. Farao na watumishi wake wote, ingawa alipata mapigo yale ya kifo cha mzaliwa wa kwanza, alisahau, akaingia katika jambo kubwa la kuwafuatilia wana wa Israeli. Akasahau kwamba wana wa Israeli huwa hawafuatiliwi. Na katika hilo ambalo Farao alilifanya, ilikuwa ni tafakari ambayo sasa hivi katika maisha ya kiroho kila mmoja lazima ayapitie, kwamba katika maisha ya kiroho, safari ya maisha ya kiroho ambapo tunatembea, tupo katika hija, tunaelekea nyumbani kwa Baba mbinguni. Na katika safari hii ya maisha haya ya kiroho, tunapoelekea kwa Baba, Mwenyezi Mungu ametuchagulia njia ambayo sisi wenyewe hatukuitaka. Ametuita katika njia ambayo yeye mwenyewe anajua kwamba itatufikisha salama. Anatuongoza katika njia hii. Tunatoka kutoka katika utumwa wa Shetani na tunaongozwa na Roho Mtakatifu kuelekea mbinguni katika njia ile Bwana ambayo ametupatia. Na ametupatia pia viongozi wa kiroho. Musa yupo aweze kusikiliza hayo maagizo ya Bwana. Shetani hata mara moja hawezi kukubali kwamba akuache uende hivi hivi, lazima atakufuatilia. Na hilo ndio fundisho kubwa. Kama vile wana wa Israeli Farao alikuwa akiwafuatilia, vile vile pia Shetani huwa anatufuatilia, akijaribu kutuweka katika ufalme wake, akijaribu kuweza kutuangamiza. Lakini mkono wa Bwana uhodari katika maisha yetu, kama vile mkono wa Bwana ulivyokuwa hodari kwa wana wa Israeli. Wakiwa njiani, ndipo wana wa Israeli wakainua macho yao, wakaona jeshi kubwa linawafuata. Wakaanza manunguniko, wakamwambia Musa, kwa nini umetuleta jangwani?
mbona umetutendea mambo haya? Hakukuwa na makaburi kule Misri ambayo sisi ungetuacha tutumike na baadaye tufe tuzikwe huko? Ndipo maisha ya kiroho ya watu mbalimbali huwa yanabadilika. Jana tu umeshuhudia Mwenyezi Mungu amefanya makubwa katika maisha yako. Ameangamiza maadui zako wazaliwa wa kwanza, na mapigo yale yote 10 waliyashuhudia. Mwenyezi Mungu anawaongoza katika njia ambayo yeye anajua wazi watakapofika. Walipoona maadui wakaanza kupiga makelele, kunungunika, wanamnungunikia Musa, wanakumbuka kwamba umetuleta jangwani kuja kutuua. Na neno hilo, kwa sababu Mungu anaumba maneno ya midomo yetu, wakatamka kwamba umetuleta jangwani kuja kutuua. Na utakuja kusikia baadaye, asilimia kubwa ya watu wote walioingia katika dhambi hii ya manunguniko walifia jangwani, kwa sababu waliyatamka wao wenyewe. Haijalishi umefuatiliwa namna gani na adui, usije ukajitamkia maneno mabaya katika safari hiyo. Mwamini Mungu. Ndipo Musa anafika hatua anawaambia watu, msiogope. Kiongozi imara wa taifa la Israeli, watu wote wamemgeuka, anasimama imara, anasema msiogope. Kwa nini Musa anasema msiogope na anaongeza maneno mengine, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana? Katika safari ya maisha, wana wa Israeli walikata tamaa walipomwona adui. Ni kweli katika kuweza kufuatiliwa, kiwango unavyomwona adui, unaona kwamba uweza wa adui ni mkubwa zaidi, lakini utambui kwamba walioko upande wako Mungu ana uweza, mpaka Mwenyezi Mungu ameruhusu huyo adui aje. Maana yake Mungu ni mkubwa zaidi katika hilo. Katika maisha, ukikata tamaa ya mambo mbalimbali ambayo yanakuja, mwamini Bwana, usiogope. Hofu imewafanya wengi washindwa kusimama katika imani yao. Hofu inaweza ikakupelekea usione wokovu wa Bwana. Hofu inaweza ikakufanya urudi nyuma kiroho katika maisha ya kiroho. Hofu. Na katika hali hiyo ya kufanya uweze kurudi nyuma, kuna wengine kama wana wa Israeli, wengine walifikiria afadhali wajirushe kwenye bahari ile ya Shamu kabla haijapasuka, kabla Musa hajanyosha ile fimbo. Wengine kwa sababu ya hofu wanaamua kujiua